Kamati ya Mapinduzi inawapongeza Watanzania wote kwa kuitikia wito wa no reforms no election na pia kwa kukataa kugawanywa kwa misingi ya kidini, kikabila wala kiitikadi. Wote tunatambua kuwa hii ni vita dhidi ya serikali hii dhalimu ya CCM mtandao inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan na Jakaya Mrisho Kikwete. Kamati ya Mapinduzi inasisitiza kuwa ili tupate mabadiliko tunayotaka kwa haraka na kwa madhara kidogo, sharti tutoke kwa pamoja kwa wingi siku ya ukombozi wa taifa tarehe 29 Oktoba kuanzia saa 1 asubuhi. Ndugu zetu walioko kwenye vyombo vya dola, kuanzia usalama wa taifa, jeshi la wananchi na jeshi la polisi, wametuhakikishia kwamba hatutapata madhara yoyote tutakapofurika kwa wingi barabarani nchi nzima, kuanzia vijijini mpaka majiji yote Tanzania bara na visiwani. Maandamano yataisha pale tu mtakaposikia kwenye vyombo vya habari kuwa Rais Samia Suluhu Hassan, Jakaya Kikwete na genge lake la CCM mtandao wamekamatwa au wamekimbia nchi na kwamba serikali ya mpito inaundwa. Tusiogope vitisho vya kisaikolojia vinavyofanywa na baadhi ya vyombo vya dola. Kumbukeni kwamba wao hawazidi 200,000, lakini sisi tuko zaidi ya milioni 60. Hivyo basi hawawezi kutumudu. Mwenyezi Mungu ametuonesha kuwa hakuna silaha inayoweza kuizidi nguvu ya umma kama ilivyokuwa katika nchi za Bangladesh, Nepali na hivi karibuni kwa Afrika wenzetu, wanachama wenzetu wa SADC, ndugu zetu wa Madagascar. Hawa wote waliweza kuondoa utawala dhalimu katika nchi zao kwa kufanya maandamano ya amani. Kamati ya Mapinduzi inapenda kutaarifu umma kuwa mipango ya kutengeneza serikali ya mpito imeshakamilika. Serikali hii haitadumu zaidi ya mwaka mmoja na itakuwa na majukumu makubwa matatu: kuendeleza shughuli za serikali, kuandaa katiba mpya ya nchi ya Tanganyika na nchi ya Zanzibar, kuandaa na kusimamia uchaguzi mkuu kwa mujibu wa katiba mpya, na kisha kuwaapisha viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Pili ya Tanganyika na serikali ya Jamhuri ya Pili ya Zanzibar. Ndugu zangu wa Tanganyika na wa Zanzibar, wenzetu wengi wamelipa na wengine wanaendelea kulipa gharama hii ya kulinda mustakabali wa vizazi vijavyo. Tunamkumbuka mzee wetu Ali Mohamed Kibao, Tundu Lissu, John Heche, Balozi Polepole, Mdude, Soka na ndugu zetu zaidi ya 200 waliotekwa na kupotezwa na Abduli, mtoto wa Rais Samia. Na pia tunatambua wako wengi walioumizwa na kuharibiwa maisha kwa kujihusisha katika harakati hizi. Ili kuheshimu na kutambua mchango wao mkubwa, ni lazima tutoke kwa wingi ili kukamilisha kazi walioanzisha ya kulikomboa taifa letu. Tuwaenzi kwa ushujaa na uzalendo waliotuonyesha. Kamati ya Mapinduzi inawatakia kila laheri katika vita hii ya ukombozi wa taifa letu. Tunaamini kwamba sote tutavuka kwa pamoja na kufika kwenye Jamhuri ya Pili ya Tanganyika na Jamhuri ya Pili ya Zanzibar. Mwenyezi Mungu atubariki sote. Asanteni sana.